kuangazia ndoto 3 ambazo zinakuonesha ya kwamba hatima yako imeibiwa. Your destiny has been stolen. Uotapo hizi ndoto 3, huenda hatima yako ishaenda au iko njiani ikienda. Na ndoto ya kwanza ni uotapo mtu anakuibia. Unapoota unaibiwa, kwa mfano ukiibiwa simu, ukiona unaibiwa simu kwa ndoto, inamaanisha destiny yako inakuwa disconnected, kwani simu ni ya mawasiliano, ni ya connection. Your destiny is being disabled. Inamaanisha uwezo wako wa kuwa na good connection yenye itakufikisha kwa destiny yako umekatwa. Kuna watu au mtu ambaye ameingililia mahali kulikuwa upatane na your destiny helper. Ukiota ukiimbiwa kitu kama vile hela, inamaanisha nguvu yako, uwezo wako wa kufika katika hatima yako umeibiwa, umeenda au ndio unaenda wakati ule ambao unaota ile ndoto. Vile vile unaweza ota umeibiwa viatu. Uotapo viatu vinaenda, ujue uwezo wako wa kukufikisha mahali hatima yako iko umenyemelewa, na hivyo unaachwa bila uwezo wa kutembea kufikia your destiny. Unaweza kuwa unaiona vizuri destiny yako, unaweza kuwa unaifahamu vizuri, lakini unapojaribu kutembea kuifikia, pingamizi mingi zinatokea za kukuzuia tu kufikia hatima yako. Vile vile unaweza ota ukiimbiwa kitu kama vile nguo, nazo zinamaanisha utukufu, dignity, your glory inaenda. Ukiona nguo zinaibiwa, inamaanisha utaachwa uchi, heshima yako imeenda. Utashangaa, mbona watu hawaniheshimu venye walikuwa wananiheshimu hapo awali? Utashangaa ile neema ulikuwa nayo imeenda wapi? Ulipoona tu nguo zako zikiimbiwa, ndio tu ilienda. Vile vile unaweza ota ukiimbiwa kitu kama begi. Begi inamaanisha talanta zako, inamaanisha your abilities. Na hivyo uonapo begi yako imeporwa ama imeibiwa, wameenda nayo, basi jua talanta yako, nyota yako imeenda. Na hapa sana sana ni wakati uotapo na unajaribu kumkibiza yule mwizi na huwezi mfikia, huwezi mshika. Wakati mwingine unaamuka ukihisi you are uncomfortable, confused, unahisi mahasira, unahisi huna nguvu, you are drained. Na wakati mwingine unahisi you are powerless. Ukiota, wakati ule unaota, unajaribu hata kupiga nduru, angalau watu wajaribu wakusaidia kushika mwizi, hutoi sauti. Unajaribu kukimbia, hutoki mahali huko. Unajaribu kufanya chochote ujinasue kwa mwizi au unasue chenye kimeibiwa, huna uwezo, unajihisi helpless. Kwa ndoto, jua katika ile mang'ang'ano, your destiny is being stolen. Hatima yako inaenda. Ndoto ingine ambayo ni hatari sana ni uotapo umerudi katika mazingira ya kitambo, kama vile uotapo ukiwa umerudi shule, umerudi chekechea, uko nursery school, unajiona kwa ile darasa mlikuwa mnasomea, ilikuwa imetengwa mahali kando na ilikuwa na mashimo hivi, imekaa fani. Ujionapo udani ya ile darasa tena, huenda unasoma ama unafanya lingine lolote kule, au ujione kwa nyumba ambayo ulikuwa unaishi kitambo, huenda ukiwa mdogo ama wakati mwingine na huko mbele, nyumba ambayo
bila shaka hata haikuwa nzuri vile, na ujione umerudi kwa ile nyumba, au ujione umerudi kwenu ushago, ujione kwa kijiji uko pale na hakukai kuzuri, kile kijiji hakikai vizuri, na hufurahii hata kuwa kule, na kunakaa umaskini, kunakaa kuachwa nyuma, kuna mudi baya, au hata vile ujione umerudi katika mazingira ya utotoni, mazingira mengine ambayo haikuwa ya kupendeza sana, inamaanisha ni kubaya. Hatima yako inaibiwa, inaenda, na ndio unaona hali ya backwardness, kwani kurudi katika yale mazingira kuna maanisha backwardness. Na ujionapo umerudi nyuma, unarejeshwa kwa mazingira ambayo tena hayakuwa mazuri vile, ni kumaanisha hatima yako imashakani, inaibiwa. Lazima uwe makini tena mwangalifu sana. Jambo lingine la tatu ni uotapo ukiwa uchi. Unajiangalia uko uchi, unajaribu kuficha, labda mlikuwa mahali na marafiki au na bosi wako, alafu ghafla unajiona uko uchi, na mara moja unasikia imekunyang'anya self confidence, unasikia imekutoa self worth and image mara moja. Jua your destiny iko mashakani. Tuna rekodi na jua, na hivyo jua inaenda ikibadilika, ikija ikienda, lakini ujumbe lazima ufike nyumbani. Na hivyo basi, ujionapo ukiwa uchi vile, inamaanisha heshima yako haipo tena. Your dignity is exposed. Kuzingirwa kwako kiroho, your spiritual covering is removed, imetolewa, nayo nyota yako imeenda. Na hivyo uotapo hizo ndoto tatu, ukiibiwa ukiwa umerudi katika mazingira ya kitambo, au uote pia ukiwa uchi, ni ishara kwamba hatima yako inaenda, inaibiwa, na ni wajibu wako ufanye kinachohitajika haraka sana. Ndio kama haijaenda tayari, ndio inaenda, unaweza inasua kutoka kwa mikono ya adui. Tukutane katika tafsiri nyingine ya ndoto, na uchunge hatima yako isinje ikaibiwa, kwani hakuna jambo chungu hii duniani kama utaishi bila hatima.